Shaka umekuwa na Jumatatu njema kabisa na mwanzo mzuri wa wiki vile vile. Jumatatu ya mwisho ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Tunakukaribisha sana katika jambo la leo. Mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishiwa. Kati ya mengi yatakayosikika hapa ni pamoja na haya yafuatayo. Jambo la leo. Upendo wake hapa Tanzania haukubaki katika jimbo la Bukoba tu, bali umeenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Moyo wako unaweza ukawa mkubwa na ukashindwa kufanya kazi kwa sababu tu umekuwa na afya ya akili. Leo hata wewe kiongozi hawapokei simu yako. Sasa je, mimi mkulima nampataje huyu mtu? Nyie ndio mnakaa na mkuu wa mkoa huko. Kama inawezekana, si tuje pale, kama kuna watu wawili watatu twende, kama watu wanaona haiwezekani mimi nitaenda. Tena kuongea naye Kikuria pale wa nyumbani kwetu. Kwamba nimedhulumiwa. Jambo la leo. Unaweza kufuatilia pia jambo la leo kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz. Jambo la leo linaanzia hapa Katavi. Wakulima wa CAS AMCOS wameiomba serikali kusaidia kuikamata kampuni inayohusika na ununuzi wa tumbaku mkoa wa Katavi baada ya kutolipa fedha zao zaidi ya shilingi milioni 700. Wamesema kipindi hiki ni kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao wa kilimo na kwamba wamesitisha shughuli zote kutokana na kukosa pembejeo zitakazowafanya kuendelea na maandalizi hayo. Taarifa zaidi na Daniel Gahu kutoka mkoani Katavi. Wakulima hao wameomba idhini ya serikali iwapatie kibali cha wao kama wakulima, ikiwezekana wafanye juhudi za kumtia nguvuni mnunuzi wa tumbaku yao, kwani serikali ya mkoa imeonekana ikizidiwa ujanja na mnunuzi huyo. Tunadai sio chini ya milioni 700. Kama imeshindikana, mimi mnifanyie utaratibu, unipeleke kwa mkuu wa mkoa, atuandikie warrant. Mimi nitaenda kwa bwana Chacha wa mkuu wa mkoa wa Tabora, atusaidie Chacha, atukamatie hao watu waje walete hapa Katavi. Kwa sababu magefa imekuwa ni magefa, mara mtandao, mara nini. Leo hata wewe kiongozi hawapokei simu yako. Sasa je, mimi mkulima nampataje huyu mtu? Mimi nilikuwa nafikiri mtusaidie. Nyie ndio mnakaa na mkuu wa mkoa huko. Kama inawezekana, si tuje pale, kama kuna watu wawili watatu twende, kama watu wanaona haiwezekani mimi nitaenda. Uniandikie wale mimi nitaenda kwa mkuu wa mkoa, nitaenda kuongea naye Kikuria pale wa nyumbani kwetu. Kwamba nimedhulumiwa. Chacha huwa wacheleweshe watu wa namna hiyo. Mbona Tabora watu vitu kama hivyo havipo? Sintofahamu hiyo ya malipo kwa wakulima wa chama cha CAS AMCOS kwa mujibu wa serikali kupitia kwa mrajisi wa vyama vya ushirika mkoani hapa, amewaambia wakulima hao kuwa kampuni iliyonunua tumbaku yao ni kampuni ambayo haikuwa na mtaji mkubwa, na hivyo amewasihi wakulima kutoa tenda ya ununuzi kwa makampuni yenye mitaji mikubwa, jambo ambalo limewaibua wakulima na kusema kuwa ni swala ambalo haliingia akilini kwa wakulima kufanya uchunguzi wa mitaji kwa makampuni ya ununuzi, kwani hilo ni jukumu la serikali. Ndugu mrajisi, nadhani umeeleza mengi. Kwanza napenda nikushukuru kwa ushirikiano ambao unaonyesha pamoja na wanachama na viongozi wa CAS AMCOS. Lakini ninalolishangaa kwa sababu makampuni yanapoingia nchini yanapitia kwa viongozi, na viongozi hao ndio wanaangalia mitaji hayo makampuni na kuletwa kwa mwenyekiti kwa wanachama. Mwenyekiti wa chama ni kuangalia, je, anatimiza vigezo? Kama kampuni hiyo inatimiza vigezo, basi hutufikishia sisi kama wanachama na kuichagua. Sasa ninakuwa na kigugumizi unaposema kwamba tuwe makini kuchagua makampuni. Sisi hatujui mitaji yao. Wanaojua mitaji ya makampuni ni viongozi wakuu, waziri wa kilimo na wengine, na hasa wewe. Itakuwa ni vigumu sana kutupia sisi lawama kama wanachama kwamba tunapochagua tuangalie mitaji. Kwa kweli ndugu mrajisi, kwetu sisi kama wanachama, hasa mimi Kuyumbe, naona ni vigumu kuanza kumfuatilia wewe una mtaji gani. Ni vigumu sana. Ndugu Peter Nyakuga ni mrajisi wa mkoa ambaye ndiye mwenye idhini ya kuvisimamia vyama vyote vya ushirika mkoani hapa, ametolea ufafanuzi juu ya hoja zilizoibuka katika kikao hicho. Maombi yenu hakuna mtu ambaye anaweza akafanyaje akakataa au akayapinga. Sisi tunayapokea na tunayapokea na tunayapokea tena. Sawa jamani? Ndio. Naomba nianze na ndugu yangu kutoka kanda maalum. Huyo Magefa huko unako kutaja Tabora anadaiwa. Pamoja na pale yuko ndugu yako pale na kutema. Lakini pale kashindwa kumtema, anadaiwa. Yaani karibuni sehemu nyingi anadaiwa. Na hata wakati mwaka jana anakuja kufanya kazi na nyinyi huku, mimi nilikuwa nina taarifa maeneo mbalimbali iko anadaiwa, ikiwemo Tabora, Kahama, Geita, Manyoni. Ukisema unataka kwenda kumuona Chacha, ruksa kamuone. Ila yeye mwenyewe kuna wakulima wake pale. Sasa kumkamata kuna utaratibu. Lakini la pili niseme kampuni zote zimepewa vibali kuja kufanya biashara ya tumbaku kwa mujibu wa mitaji yao, na ndio maana sisi bado tunarudi kwenu kuambia huyu ana mtaji wa kutosheleza, huyu hana mtaji
wa kutosheleza. Tunawaambieni wazi mlijue, na jukumu letu sisi kama serikali kwenu nyinyi kuwaelezeni ukweli na kuwashauri. Je, tukija kuwashauri ni kosa? Daniel Gahu, 95.3 Jambo FM Katavi. Asante Daniel Gahu kwa taarifa hiyo. Amesema kama vipi? Mimi nitaenda Tabora kwa sababu yule tumetoka naye kumoja kule kwetu. Kwa tukizungumza lugha moja tunaweza tukaelewana. Haya, sasa ni Dodoma ambapo tunaelezwa kwamba leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya moyo duniani, wataalamu wa afya nchini wameonya kuwa changamoto za afya ya akili ikiwemo msongo wa mawazo, unyongofu na hofu za mara kwa mara zinachangia kwa kiwango kikubwa kuzorota kwa afya ya moyo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO za mwaka 2019 zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 17.9 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na magonjwa ya moyo, ikiwa ni sawa na 32% ya vifo vyote, kama ambavyo anatueleza Gideon Gregory. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO za mwaka 2019 zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 17.9 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na magonjwa ya moyo, ikiwa ni sawa na 32% ya vifo vyote. Akizungumza na Jambo FM, daktari bingwa wa moyo kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. John Meda, anafafanua namna msongo wa mawazo unavyosababisha matatizo ya moyo. Moyo wako unaweza ukawa mkubwa na ukashindwa kufanya kazi kwa sababu tu umekuwa na afya ya akili, kwa maana ya msongo wa mawazo au stress iliyopindukia. Na hii hutokea zaidi kwa wanawake wenye kati ya umri wa miaka 30 na 40 ambao moyo mara nyingi unakuwa unaenda mbio kila wakati. Kwa hiyo moyo unatanuka, unakuwa mkubwa kwa sababu ya hofu na vitu vingine kama hivyo. Kwa sababu unapokuwa na hofu, unapokuwa na wasiwasi, unapokuwa na msongo wa mawazo, kuna kemikali huwa pia zinazalishwa ambazo zinafanya moyo wako uwe unaenda kwa kasi zaidi ya kawaida. Katika kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka 2030, inakadiriwa watu milioni 500 watakuwa wameugua magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo ugonjwa wa moyo, ambapo kundi la vijana liko hatarini. Ili kundi la kati hapo kuanzia miaka 25 mpaka 40-45 tunaona wakiwa na changamoto nyingi sana za magonjwa ya moyo. Kwa maana ya kwamba shinikizo la juu la damu linaanzia miaka 40-50 kwenda mbele. Kwa hiyo unapokuwa na shinikizo la juu la damu na umri mdogo, maana yake utaishi nalo kwa muda mrefu. Kwa hiyo uwezekano wa moyo wako kuwa mkubwa au figo kufeli au kuingia kwenye shida ya kiharusi na vitu kama hivyo. Kutokana na changamoto hiyo, vijana wanaeleza namna wanavyokabiliana na msongo wa mawazo katika maisha yao ya kila siku. Kwa namna ambavyo ninakabiliana na msongo wa mawazo ili nisiweze kupata shida ya moyo au afya ya akili, cha kwanza napenda sana kuwashirikisha watu wangu wa karibu hali ambayo ninaipitia kwa ajili ya kuweza kunipa ushauri ili viweze kunisaidia kutoka kwenye hiyo hali. Kitu ambacho wanakifanya mimi ambacho napendelea kabisa nikiwa na stress au msongo wa mawazo, napenda sana kusikiliza muziki. Unanifanya kupunguza stress. Uwaga naenda kuomba ushauri kwa mtu ambaye ananijua in and out, na mtu mwenyewe ni mama yangu, kwa sababu naamini yeye ndio last say. Yani nikimwambia ushauri wowote, obvious atanipa ushauri ambao utanifanya mimi kwenda move zaidi. Kwa upande wake, mtaalamu wa afya, mshauri na mlezi wa jamii Dr. Sospita Bulugu anatoa nasaha kwa jamii kujilinda dhidi ya changamoto hiyo ya kiafya. Hapa mtu anachotakiwa kukijua ni kuweza kutambua ni mazingira yapi yeye anaweza yakamweka kwenye hali ya usalama zaidi. Kwa mfano, kuchagua aina ya marafiki ambao anaweza akashare nao au akazungumza nao kuhusu matatizo yanayompelekea yeye kuwa na msongo wa mawazo. Tunashauri kwa mfano, tumekuwa tukiona watu wengi sana wanafika huku kwa sababu ya changamoto za kimahusiano au changamoto za ndoa. Kwa hiyo vitu kama hivi vinakuwa vinahitaji mtu aweze kukaa na kuzungumza na mwenza wake. Ili kulinda afya ya moyo, wataalamu wanashauri kufanya mazoezi angalau dakika 30 kila siku, kutumia mbinu za kisaikolojia kudhibiti msongo wa mawazo, kuepuka uvutaji wa sigara, kupunguza ulaji wa chumvi na mafuta mengi, pamoja na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa afya. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Haya, kama ambavyo mwenzetu Gideon Gregory ameripoti kutoka huko, tuendelee kukukumbusha kwamba ili kuondokana na afya ya akili yako mengi ambayo basi unatakiwa kuyafanya, yakiwemo kutokukaa na vitu kwa muda mrefu ndani ya moyo wako, lakini kubwa zaidi unachotakiwa kukifanya ni kushirikisha watu ili basi uweze kuondoa ile sumu ndani ya moyo, hali ambayo itakufanya akili yako ikae katika utimilifu wake, kadhalika kuepusha maradhi mengine yakiwemo magonjwa ya moyo.
Kushukuru sana Gideon Gregory kwa taarifa hiyo, lakini pia mazoezi ni swala la msingi sana kufanya kazi ili kufanya akili ikakaa katika utimamu wake, kadhalika kuepuka maradhi mbalimbali yakiwemo ya ugonjwa wa moyo. Kutoka Dodoma sasa moja kwa moja ni hapa Kagera. Mamia waamini wa kanisa Katoliki, viongozi wa dini, kisiasa na serikali leo wameungana kushiriki ibada ya mazishi ya aliyekuwa askofu mkuu na balozi wa Papa Novatus Rugambwa iliyofanyika katika kanisa la Bikira Maria Mwenye Huruma lililopo Jimbo Kuu Katoliki Bukoba. Mwenzetu Claver Christian kutoka Bukoba amehudhuria ibada hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika misa hiyo ya heshima iliyoongozwa na Mhashamu Kardinali Protazi Rugambwa, alimtaja hayati Askofu Rugambwa kuwa kiongozi shupavu, mnyenyekevu na mzalendo aliyetoa maisha yake kwa ajili ya kulitumikia kanisa na taifa, pamoja na mchango wake katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Vatican na mataifa mbalimbali ambao utaendelea kukumbukwa. Upendo wake hapa Tanzania haukubaki katika jimbo la Bukoba tu, bali umeenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hili la mwisho inatosha kuyasoma yaliyokwisha andikwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo aliouelekeza kwa watoto maskini, na akawezesha kuwapata masista wa Maria ambao wako wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia maskini, wakiwezeshwa kitaaluma na kiufundi kwenye masomo haya ya amali kwenye shule zao huko Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Jimbo Kuu la Dodoma. Naye barozi wa Baba Mtakatifu Papa Leo wa 16 hapa nchini, Askofu Mkuu Angelo Wakatino, amesema kuwa hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa alijaliwa vipaji vingi vilivyomsaidia kutimiza mapenzi ya Mungu katika utume wake. Katika utume wake wote, Askofu Mkuu Rugambwa alijitambulisha kwa uaminifu katika huduma ya kichungaji ya kanisa na kwa kasi isiyochoka kama mwakilishi wa Baba Mtakatifu katika mazingira tofauti sana ulimwenguni. Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amesema kuwa hayati Barozi Rugambwa alikuwa moja ya watu wachache waliovuka mipaka ya nchi, lugha na sehemu, na katika utume wake hakuwa na mipaka. Tunamwomba Mungu tujalie watu wenye vipaji vingi namna hiyo kwa kanisa letu la Tanzania lizidi kuwa kanisa la misionari katika nchi yetu sisi wenyewe, lakini pia katika kanisa la ulimwengu. Tubaki katika matumaini katika mwaka huu wa jubilei. Yeye alitumwa kwa misionari na alibaki kuwa misionari mpaka dakika ya mwisho, na maisha yake yaligusa maisha ya watu wengi. Naye Askofu Jeftus Mwijage, askofu wa Jimbo Katoliki la Bukoba, amemshukuru Baba Mtakatifu Papa Leo wa 16 kwa kukubali kuwapa kibali cha kumzika mpendo wao nyumbani alikozaliwa. Namshukuru sana Mwadhama Protazi Kardinali Rugambwa aliyeongoza misa hii ya mazishi. Asante sana Baba Mwadhama. Namshukuru pia balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania kwa uwepo wake pamoja na katibu wako. Pamoja tunaomba ufikishe shukrani zetu kwa Baba Mtakatifu kwa kukubali marehemu Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa azikwe hapa nyumbani. Pia na kuwezesha usafirishaji wa mwili wake hadi Bukoba. Asanteni sana. Hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa atakumbukwa kwa mchango mkubwa aliyoutoa katika kueneza Injili, diplomasia ya kimataifa, pamoja na kusimama bega kwa bega na jamii yake ya Kagera katika changamoto mbalimbali. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Claver Christian, Jambo la Leo, Bukoba. Amina. Amen. Amemaliza ndugu yetu. Amemaliza safari yake ya utume. Mungu ameamua kuchukua kilicho cha kwake, amevuna.
Haya. Sasa ni kimataifa ambapo jamaa wa mateka wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza wametuma barua ya dharura kwa rais wa Marekani Donald Trump kabla ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hii leo. Katika barua hiyo, familia hizo zimemtaka Trump kusimama kidete dhidi ya majaribio yoyote ya kuhujumu makubaliano yaliyopatikana kufikia sasa, pia ikimpongeza kwa mtazamo wake wa pande mbili katika kumaliza vita na kuwaleta mateka wote 48 nyumbani, kinyume kabisa na vita vilivyopanuliwa ambavyo Israel inaendesha hivi sasa. Serikali ya Israel inaamini kuwa mateka 20 kati ya 48 bado wako hai, hii ikiwa ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari, ambapo Trump anakusudia kuwasilisha kwa Netanyahu mpango unaoangazia masuala 21 ya kumaliza mapigano. Inaripotiwa kuwa mpango huo unajumuisha kuachiliwa mara moja kwa mateka waliosalia kwa kubadilishana mamia wafungwa wa Kipalestina pamoja na kujiondoa kwa jeshi la Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Na jambo la leo linatia nanga kwa habari ya michezo. Shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF limetoa ratiba michuano ya ngao ya jamii kwa wanawake kwa mwaka huu wa 2025. Mchezo wa nusu finali utachezwa Oktoba 10 mwaka huu majira saa 7 kamili mchana, ambapo timu za Simba Queens na Mashujaa Queens zitakutana katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. Timu ya JKT Queens itakutana na Yanga Princess tarehe hiyo majira saa 10 kamili jioni katika uwanja wa KMC, huku mchezo wa kumsaka mshindi wa 3 ukichezwa Oktoba 10 na finali ikichezwa siku hiyo katika uwanja huo. Haya, tusubiri tuone masuala. Kila laheri kwa dadas. Au tutasituombe jambo dadas na sasa hii kuna JKT Queens, kuna Yanga Princess, kuna Simba tuchague, Queens, kuna Mashujaa Queens. Sisi tutakuwa ipiga vizuri. JLL Queens sinakuja. Sasa hapa tutotosha. Sisi tuwe jambo dadas. Sasa wewe moja utakaa golini. Alafu mimi huku nasaka, unaona kona linda. Haya, sawa, tuanze mazoezi sasa. Haya, tunashukuru sana kwa kuungana nasi katika jambo la leo. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishiwa. Jioni njema.